Yangu ni Onesmo Emmanuel Nyamweru, ni mkurugenzi msaidizi wa taaluma katika taasisi ya elimu ya watu wazima kule makao makuu Dar es Salaam. Hapa tulikuwa na mafunzo kwa ajili ya program ya IPOSA. IPOSA kirefu chake ni Integrated Program for Out of School Adolescents. Hawa vijana wanaoitwa adolescents ni wale ambao wako katika kipindi cha mpito, wanatoka katika utoto kwenda katika utu uzima. Na kwa hiyo programu hii inawahusu vijana wa namna hiyo ambao hawako shuleni, ndio maana ikaitwa Out of School Adolescents. Ni programu inayolenga kukidhi mahitaji ya wale ambao wanakutana na changamoto nyingi katika hatua zao za makuzi, kwa sababu hawa vijana wana mabadiliko makubwa ya kimwili, kiakili na kitabia au kisaikolojia. Kwa hiyo programu hii inalenga kuwapatia elimu ili waweze kuendelea na masomo kama watapenda, au waweze kumudu hali za maisha kwa sababu tayari wako nje ya shule. Kwa Kiswahili IPOSA hii inaitwa MECHAVI. MECHAVI kirefu chake ni mpango wa elimu changamani kwa vijana walio nje ya shule. Katika kipindi cha siku 21, serikali kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, na hiyo wizara kupitia sisi taasisi ya elimu ya watu wazima, tunaendesha mafunzo kwa walimu ambao watafanya kazi ya kuhudumia vijana hawa katika vituo vyao. Mafunzo yako yanafanyika sasa katika mikoa 6. Mikoa hiyo ni awamu ya pili ya programu hii ya IPOSA. Mkoa huu hapa wa Tanga, kuna mkoa wa Pwani, mkoa wa Singida, mkoa wa Shinyanga, Simiyu na Manyara. Hii ni awamu ya pili ya IPOSA, na mafunzo haya yatahitimishwa kitaifa kule katika mkoa wa Manyara mjini Babati. Awamu ya kwanza ilishahusika na mikoa 10 katika Tanzania hii chini ya ufadhili wa UNICEF, Plan na Care Tanzania. Ni washirika wazuri hawa, wanaisaidia serikali yetu kuweza kuhudumia vijana hawa walioko nje ya shule ili nao wapate haki yao ya elimu. Na kwa hiyo mikoa hii mingine 6 imeongezeka chini ya ufadhili wa KOICA. Shirika la KOICA ni shirika la kule Korea, nao wanahudumia hii mikoa 6 kwa kufanya mafunzo, kuleta vifaa, kujenga karakana katika halmashauri zetu na kujenga baadhi ya karakana kama karakana za mifano. Kwa hiyo tunawashukuru sana KOICA, tunawashukuru UNICEF, tunawashukuru Care International, tunawashukuru Plan International kwa sababu wanaisaidia na kuwezesha serikali yetu kutekeleza malengo yake ya kielimu kwa kila mtu. Lengo hasa la IPOSA ni kuhakikisha kwamba kila mtoto anapata haki ya elimu. Tunagundua kwamba sheria za kimataifa, katiba yetu ya nchi inahimiza kuhusu haki ya elimu ya kila mtu. Sera ya elimu na mafunzo ya sasa hivi inatusisitiza tuhakikishe kwamba kila mtu anapata elimu, lakini kumbe bado tunao vijana wengi na watoto ambao wako nje ya shule, hawajaweza kwenda kwa sababu ya changamoto nyingi. Na kwa hiyo katika ngazi ya shule kuna MEMKWA, mpango wa elimu ya msingi kwa walioikosa, ili kuwarejesha shuleni au kuwapatia elimu ile ya msingi mpaka wamalize darasa la 7 wakiwa nje ya mfumo rasmi. Halafu wapo vijana wengine hawa wakubwa ambao wanaanza kubadilika kitabia, kifikra, kimawazo na hata kikazi. Wengine wameanza kujiajiri ili kujitegemea, lakini hawakupata elimu. Tunafanyaje kama nchi? Tunafanyaje kama taifa? Lazima tuwe na programu ambazo zinaweza zikawafaa, kwa sababu ukiwaambia warejee shule, wengi hawako tayari kurejea kwa sababu wamesha kuwa na maisha ya nje ya kiutu uzima. Na kwa hiyo kupitia IPOSA wanapokea huduma ile ya elimu ambayo inawafaa katika mazingira yao ya maisha, na tayari nao wanakuwa wamepata haki hiyo ya elimu. Na elimu hii inaitwa changamani. Kama mmesikia jina lake MECHAVI, mpango wa elimu changamani, au kwa Kiingereza Integrated Program. Hiyo integration changamani
Inaonyesha kwamba programu hii inaleta maeneo tofauti tofauti yanayokidhi mahitaji ya wanafunzi hao.